Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene ametoa wito kwa taasisi zote za umma ambazo bado hazijajiunga na mfumo wa serikali wa mawasiliano ya ndani Government ESB kuhakikisha zinafanya hivyo haraka ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizungumza Juni 17, 2025 wakati wa uzinduzi wa wiki ya utumishi wa umma yanayofanyika katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma, amesema rai yangu ni kwamba kwa wale ambao takriban taasisi 185 ambazo zimejiunga, lakini zile ambazo bado, basi na zenyewe ziharakishe katika kuhakikisha kwamba zinajiunga ili wananchi wapate huduma katika sehemu moja iliyofungamanishwa. Aidha, Simbachawene akawaomba wananchi kuchangamkia mfumo wa utoaji wa maoni. Uko mfumo mwingine wa mrejesho ambao umesaidia kupata feedback au maoni au malalamiko kutoka kwa wananchi. Niwaombe sana wananchi tuchangamkie kwenye mfumo huu. Unatufikia na sisi tunausoma, na mara nyingi tunapopata matokeo yake, basi tunakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ambayo imelalamikiwa na kutatua au kutanzua changamoto ambayo inawakabili wananchi. Wakala wa Nishati Vijijini LEA unashiriki kikamilifu katika maadhimisho hayo yatakayohitimishwa Juni 23, 2025 ambapo mkurugenzi wa utawala wa LEA Renatus Msangila akapata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari. Kama mnavyoona tunagawa majiko. Pia hapa leo mnashuhudia tuna majiko ya umeme ambayo inatumia tu uniti moja kwa saa. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote kuja kujionea shughuli zinazofanywa na LEA kwenye masuala ya umeme vijijini na pia katika masuala ya nishati safi ya kupikia. Kwa hivi karibuni tumetekeleza mpango kwenye zile taasisi zote za umma, tukianza na magereza. Tumepeleka kule majiko ya kupikia yanayotumia nishati hiyo safi, lakini pia tuna mpango pia kushirikiana na wenzetu wa TAMISEMI kufikia kwenye taasisi zote zilizokuwa chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, kwenye mashule, mahospitali, yani kwenye zile taasisi zote zinazoanza na watu 100 na kuendelea. Kutoka hapa katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma, Tanzania, John Israeli wa Banda Media.